Mchezo umemalizika, lakini ni mchezo wa pili mfululizo mnapoteza. Mchezo uliopita mmetoka kupoteza dabi Babati pale dhidi ya Fountain Gate Princess. Hali yenu kwenye msimamo si nzuri. Hii inatoa taswira gani kuendelea kusalia kwenye ligi kuu ya wanawake ya Tanzania bara? Mimi niseme tu kwamba sisi tunapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya kuhakikisha Gates inabaki kwenye ligi kuu. Lakini kinachotushinda mpaka sasa hivi ni msuli, kwamba timu tunazocheza nazo zina msuli mkubwa. Mimi watoto wangu wengi ni watoto wa shule, wanashindwa kuhimili mikiki, lakini ndio kujifunza. Naamini kwamba kama tutabahatika kubaki, basi mwakani timu inaweza kuwa nzuri zaidi. Mzunguko wa pili, lakini pia michezo imebaki michache. Labda mipango kuanzia nye benchi la ufundi mpaka management pia ya timu ikoje sasa kuhakikisha kwamba mnasuluhu timu? Mimi niseme tu kwamba mpaka sasa hivi hata ukiangalia mpira wenyewe unaona kwamba watoto wadogo bado hawaja kuhimili mashindano ya ligi kuu, lakini tunajipanga, tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba tutapambana mpaka tone letu la mwisho. Tukishindwa basi timu itakuwa imeshuka, lakini hawa ndio watoto wao na bado wataendelea kupambana. Kama watashindwa mwaka huu basi mwakani watarudi vizuri zaidi. Mwalimu, mzunguko wa pili ulivyoanza mkama na idadi ndogo ya wachezaji kwenye benchi. Leo pia hapa tumeshuhudia wachezaji idadi ndogo kwenye benchi. Bado issue ya vibali haijakamilika kwenye timu au kuna sababu nyingine pia za kushuhudia hii idadi ndogo ya wachezaji kwenye benchi? Hapana. Kwamba mpaka sasa hivi bado kwenye swala la usajili bado lilikuwa liko vizuri. Kuna wachezaji ambao tulikuwa tunawapambania waingizwe kwenye timu, lakini mpaka sasa hivi imeshindikana. Kwa hiyo tu hawa waliokuwepo ndio hao tutapambana kadri inavyoweza. Kwa issue ya usajili bado haikukaa vizuri. Kwa mchezo wa leo mlionekana mmeanza vizuri, dakika 20 za mwanzoni. Kwa mmechukua mchezo, mna possess, mnacheza vizuri, lakini baadaye mambo ghafla yakabadilika, mkaanza kuruhusu magoli. Labda wapinzani waliwazidi wapi na ni wapi ambapo nyinyi pia mlikwama kuona kwamba wenzetu wanataka kupita njia hizi turekebishe hizo zikiwe? Kama nilivyosema kwamba Simba ni msuli mkubwa, ni timu ambayo ishakuwa bingwa na bado anaupambania kupata ubingwa, na kumbuka kwamba wametoka kujeruhiwa na watani wao wa jadi. Kwa hiyo pointi za leo walikuwa lazitaka kwa hali na mali, lakini kilichoamua matokeo ni quality ya wachezaji, kwamba wachezaji wa Simba wana quality kubwa ukilinganisha na watoto wangu wadogo ambao wengi ni wanafunzi. Mlikuwa mnaonekana pia mkimlalamikia sana refa, special kwa kipiga kelele sana refa, labda kuna mazingira alikuwa anabeba. Tuseme kwamba sisi kusema ni walimu, ni jukumu letu kuwakumbusha marefali pale ambapo tunaona kwamba tukutendewa haki, jukumu letu kusema, lakini yeye ndo mwenye kujua na yeye ndo mwenye utaalamu wa urefali. Basi tunapokea matokeo kwamba tumefungwa.